because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Efezi 2:10. Efezi 2:10. Tuko wote hapo. Baba. Baada ya kusema hapa, katika aya ya 8 inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, na huu si kutoka kwenu, maana ni karama ya Mungu. Aya 9 inasema, si kwa matendo, ili mtu asijisifu. Na aya ya 10, ile niliyokuwa nayo moyoni, inasema, kwa kuwa tu kazi yake. Tuliumbwa katika Kristo Yesu kwa ajili ya matendo mema, ambayo Mungu aliyatayarisha tangu zamani ili tuende ndani yake. Sikiliza, hapa kuna wazo la ajabu. Sisi ni kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu. Kipi kimeumbwa katika Kristo Yesu? Uumbaji mpya katika roho yako au mwili wako. Inamaanisha sisi tumeumbwa katika Kristo Yesu, katika Kristo Yesu. Roho yetu imekamilishwa kwa sadaka moja tu. Tuna uzima wa kiroho, lakini tunaishi katika mwili wa kidunia usiotii sheria ya Mungu. Kama mwili wangu wa kimwili hauwezi kutii sheria ya Mungu, basi hicho si kile alichoumba Yesu Kristo, kazi yake kulingana na Kristo Yesu. Inamaanisha mwili huu wa kimwili si ule unaotakiwa kutembea katika matendo yaliyotayarishwa tangu zamani. Ingawa mwili wa kimwili hutembea kwa sababu roho inaishi ndani yako. Lakini kuna matendo yaliyoandaliwa tangu zamani ili sisi tuweze kuyaendea. Sasa angalia pumziko la kiroho ambalo ni lazima uwe nalo ili nyama yako ya kimwili isianze kuunda matendo hayo, kwa sababu sisi tumeamriwa kupumzika kutoka kwa matendo yetu wenyewe. Na matendo yako yakoje? Ni kama vitambaa vichafu, hayafai kitu. Matendo yako hayajawahi kuwa na faida. Sasa kuna matendo aliyoandaa tangu zamani. Hayo si matendo yanaundwa na mwili wako. Kuna matendo aliyoandaa tangu zamani. Kwa kila mmoja wetu kuna matendo aliyoandaa tangu zamani. Kama nilivyosema, kuja Miami si tendo nililoliamua, wala sikulipanga. Wala mtu alinielekeza na kuniambia, sikiliza, ujumbe wako unafaa zaidi Miami, kwa nini usiende Miami? Si matendo niliyopanga. Ni matendo ya Roho ambayo yalifika rohoni mwangu na ilibidi tu niende Miami. Kwa maana nyingine, matendo ambayo Mungu anathibitisha kwa roho yako, lakini ni lazima utenganishe vizuri matendo yaliyoandaliwa tangu zamani. Ni matendo yanayowasilishwa kwa roho yako. Ni matendo yaliyowasilishwa yanayokuja wakati unajua kuishi katika roho. Wakati unajilisha vizuri kiroho, yeye huanza kukuelekeza na kukutuma kwenye matendo yaliyoandaliwa tangu zamani. Kwa sababu katika mwili unaweza kufanya uamuzi wowote. Kuna mtu aliniambia, sikiliza Jose, popote nitakapokwenda, Mungu anibariki. Popote uendapo, Mungu akubariki. Vizuri, naamini popote Mungu anapokuongoza kuweka mguu wako, Mungu anakubariki. Lakini kwa wazo lako mwenyewe, kutengeneza mambo yako mwenyewe, hapo naamini tunaweza kuwa na shida na Mungu. Jambo zuri zaidi ni kutembea katika matendo yaliyoandaliwa tangu zamani. Kwa maana nyingine, uko katika hatua ya maisha yako, na hilo ni muhimu, katika hatua ya maisha yako, na ni muhimu ujue kuwa ndipo Mungu anapokutaka. Kwa sababu kutoka hapo ndipo zaka inapoanzia. Vizuri, najua niko katika mapenzi ya Mungu. Sasa napumzika katika Bwana, lakini natangaza kwamba matendo yaliyoandaliwa kwa ajili ya maisha yangu yanadhihirika.
Na matendo hayo yaliyoandaliwa tangu zamani, katika matendo hayo haijalishi kama kuna matatizo ya kifedha katika mji. Haijalishi kama kuna matatizo ya kiuchumi, kwa sababu wewe uko katika matendo yaliyoandaliwa tangu zamani. Na ukiwa katika matendo yaliyoandaliwa tangu zamani, Mungu anakutunuku. Ingawa wengine wanateseka, Mungu anakutunuku na kukufanya utembee katika mafanikio unayoyahitaji. Katika matendo yaliyoandaliwa tangu zamani, katika pumziko la Mungu. Tukitembea katika matendo yaliyoandaliwa tangu zamani. Sasa angalia, sisi ni kazi yake. Na kama sisi ni kazi yake, yeye lazima awe na matendo kwa ajili ya kazi aliyoifanya. Unajua kwa nini? Kwa sababu kila kiumbe kina matendo yake yaliyoandaliwa tangu zamani. Kwa mfano, kila kitu Mungu ameumba, kuna uumbaji mwingi. Kuna miti, kuna samaki, kuna maua, kuna vipepeo, kila kitu hapa ni uumbaji. Na kila kiumbe kina matendo yake yaliyoandaliwa tangu zamani. Neno la Mungu linasema kwamba nyasi zinaanza kuota na kisha kuzaa maua. Kwa maana nyingine, nyasi haisiti, kwamba itaendelea kukua. Mti hauna shaka kwamba utakuwa, unachohitaji ni ardhi. Baada ya kuwa na ardhi, hicho kina kazi yake yenyewe katika maendeleo. Biblia inatuambia, tazameni ndege wa mbinguni, ambao hawafanyi kazi, wala hawaziungi, wala hawajisumbui, na hawakosi kitu cha kitu. Basi Biblia inatulinganisha na kusema, je, ninyi si zaidi? Kama vile kusema, ikiwa kila kiumbe kina hatua yake ya maendeleo. Kila kiumbe, kila kitu kilichoumbwa hapa hakikosi kitu. Hakuna kitu, samaki wanastawi na wanapata chakula na ndege. Kila kitu hapa, kila kiumbe kina matendo yake yaliyoandaliwa tangu zamani. Ndivyo sivyo? Ndivyo sivyo kila kitu kilichoumbwa kina maendeleo yake? Hakikosi. Bado unaona matunda, bado unaona mti mdogo unazaa maembe, machungwa yanazaa, mihogo inazaa, ndizi zinazaa kutengeneza chips nzuri, na kuna mariquitas na mambo yote hayo. Na hapa kila kitu, licha ya sumu yote iliyopo katika mazingira na mambo yote dhidi yetu, pamoja na uchafu wote, pamoja na uchafuzi wa hewa uliopo, kila kitu kinaendelea kukua. Kila kiumbe hufikia mwisho wake. Kila kiumbe hupata chake, kila kitu kilichoumbwa. Ndivyo sivyo? Swali ni, je, uumbaji wa Kristo unaweza kutoa kwa uumbaji wake? Ikiwa Mungu anakuambia, wewe ni kazi yangu, mimi nimekukuumba ili utembee katika matendo ambayo tayari nimeandaa tangu zamani, unaweza kuamini hilo na kutembea vizuri. Hiyo inaleta amani. Kinyume chake, adui wa hilo ni wasiwasi, kuhangaika, mashaka. Bwana, na nitajitegemeaje? Na nitasurvive vipi katika hali hii? Sasa nitakuambia jambo moja, shaka na wasiwasi wa jinsi Mungu atakavyokubariki ni adui mbaya zaidi kwa uumbaji kujidhihirisha. Hello? Hey. Yaani wasiwasi. Biblia inasema msijali kwa lolote, sivyo? Wasiwasi kuhusu kutoka hali hii. Adui mbaya zaidi wa kutembea na Mungu anachotaka, sivyo? Tazama, kila kiumbe kina maendeleo. Nadhani nilizungumza kuhusu hili mwaka mmoja uliopita, kwamba Bwana alinipa nyumba huko Massachusetts, lakini hakuwa na nyasi. Yaani walikuwa wamefanya kazi kwenye ardhi na haikuwa na nyasi. Nilitaka iwe kijani, ilikuwa na udongo wa njano, ilionekana mbaya. Kisha kwa hiyo nilienda kwenye duka moja kubwa. Duka kubwa Worcester, Massachusetts, kununua magunia 2 ya mbegu za nyasi.
magunia mawili makubwa na kununua mashine ndogo ile ya kuzinyunyizia maji, na tangu hapo nikanyunyiza na nikanyunyiza na nikanyunyiza na nikanyunyiza. Walinipigia simu, nikazungumza muda mrefu, ilikuwa giza. Nikasema nitaweka kesho. Nilibaki na nusu gunia. Siku iliyofuata jambo lingine nikaweka baadaye. Siku nyingine ilikuwa mwisho wa wiki, nilihubiri. Jumapili nikasema wiki ijayo, nilipogundua kumbe ilikuwa imepita kama siku 8 au 9. Niliacha kama pauni 25 za mbegu za nyasi kwenye gunia lile. Nilipopata fursa nikasema leo nitafanya. Nyasi zimeota, zimekuwa vidoti vidogo, nilifurahi. Kuna sehemu haina kitu, kama kunyoa kidogo tu, unaona. Ilikuwa mbaya, ukishuka inaonekana kijani, ukiangalia inakuwa. Nilikuwa na pauni 25 kwenye gunia, ilikuwa tu kwenda kuzitupa hapo. Lakini nini kilitokea? Nilipoenda na kufungua gunia, baada ya kubadilisha nguo na kuvaa suruali na vingine vya kufanya kazi, nilipofungua gunia ilikuwa imekuwa ndani ya gunia. Yaani iliunda donge kubwa la nyasi. Kwa sababu ulipofungua gunia inapata umande, inapata hewa, unyevu. Zaidi ya hayo, ilikuwa pia katika sehemu ya chini ya nyumba ambayo ina unyevu, na huko kulikuwa na baridi sana, na inaonekana ilichipua hapo. Na kisha ilibidi nivunje gunia lote ili kutoa donge kubwa la nyasi. Ilikuwa kama kichwa kitunguu kikubwa. Kama kitunguu kikubwa ndicho nilichokitoa. Bwana akaniambia, Jose, kila kitu nilichokiumba, hata mbegu ndogo, kina hatua ya maendeleo. Na kisha ulikifungua, kilipata unyevu na hewa. Haiwezi kusubiri hadi uje baada ya siku 8. Unajua, mbegu ndogo ilibidi ienee kwa sababu ni mbegu na hilo ni kiumbe. Ilibidi ienee, na kwa kuwa hukufika, basi hapo ilikuwa ndani ya gunia. Kila kitu kina maendeleo. Kila kiumbe, kila kitu Mungu alichokiumba ana mustakabali. Kila kitu ameumba kina hatua ya maendeleo. Mungu anajua kitakuwa vipi. Mungu ndiye muumbaji. Lakini nini kinatokea? Kwamba kati ya mamilioni yote ya tazama, kuna vitu vinavyokuwa katika hivi. Kweli kuna viumbe vingi. Bahari, hilo ni la ajabu sana. Umeona vile vitu wanavyotoa kule Bahamas, katika visiwa vya Virgin, unaposhuka kwenye manowari na kuona ufalme wa wanyama chini ya maji, samaki, hilo ni zuri sana. Kuna kila aina ya kiumbe. Samaki wadogo, farasi wa baharini, nyota za baharini, kila kitu kina uhai. Na wanyama wote hao wana imani zaidi kuliko mwanadamu, kwa sababu wanajua wao hawana wasiwasi kule majini. Hawana shaka kwamba wataachwa bila kazi. Wanyama wanaendelea kuzaa, hawana shaka. Hapa Florida mbwa wanaongezeka, paka ni wengi kuliko watoto, wanazaa tu bila mwisho. Wajua kuna chakula chao, wote wanakula. Maana kila kiumbe, sikia hili jambo, kila kiumbe kina maendeleo yake. Kuna swali usiku huu. Kati ya viumbe vyote, kimoja Kristo alisema ni uumbaji wake. Uumbaji wangu. Nitawafanya kama mimi. Na kwa ajili ya uumbaji wangu katika roho, nina kazi zilizotayarishwa tangu zamani ili wao. Sio utoe jasho au uende mlimani ukipiga kelele kwa Mungu, Mungu wangu nibariki, Baba shusha baraka, Bwana usinisahau. Hapana, bali ukiri kwa shukrani, useme, Baba asante, yote yangu yamefanywa. Ninakwenda katika kazi zilizotayarishwa, napokea ziko na zinakuja kwangu. Wao wamo katika pumziko ambalo hawakulielewa, na sasa kama wako pale kwa huruma ya Mungu, wakitembea, Bwana anajua kazi za zamani ziko tayari kabisa. Jambo baya zaidi hapa ni kuanza kumpigia Mungu kelele.
Umeona ukimpigia mti wa embe kelele au kuupiga shina au kumwambia nipatie maembe? Lakini kile kiumbe kitajidhihirisha na maembe yanakuja huko kwa wakati wake, sivyo? Sikia ndugu, lakini jambo baya zaidi ambalo linaweza kuwepo kwa mtoto wa Mungu ni sikia, kutokuamini, wasiwasi, ukosefu wa pumziko. Umeitwa katika ufalme usioitikiswa, kazi ziliandaliwa kwa ajili yako. Tunasoma tena kuthibitisha shaka yoyote. Tazama anachosema mstari wa 10, kwa sababu sisi tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu kwa ajili ya mema gani? Kwa matendo mema. Watu wanasema, ndiyo mchungaji, lazima kulipa bei kwa matendo mema. Bei gani utalipa? Hayo yametayarishwa. Unachopaswa kufanya ni kuzaa matunda ya midomo inayokiri jina lake. Unachopaswa kuwa nacho ni shukrani. Unajua imani ni nini? Imani ni shukrani. Imani ni kufumbua siri ya matendo ya shukrani. Hilo ni siri kubwa. Kutembea kwa shukrani. Kusema, Baba, najua yote yangu yamepangwa. Ninatoa shukrani, ninashukuru na nitatembea kwa kazi zilizotayarishwa. Hilo ni siri. Siri na mtazamo wetu wa kutembea katika pumziko na mapumziko hayo. Ni wito. Tazama Waebrania sura ya 4 mstari wa 10. Anasema tusiangukie mfano kama huo wa kutotii, kwa sababu yeye aliyeingia katika pumziko lake amepumzika kutoka kazi zake zile za kimwili, kutoka kazi zake kama Mungu kutoka kwake. Kuna kazi ziliandaliwa kwa ajili yako. Unapaswa kuingia katika utii wa kukiri. Kukiri ndilo jambo la ajabu zaidi kanisa linacho. Unachokiri kwa kinywa chako, unachokiongea. Kwa sababu unachokiongea si tamaa ya asili yako ya kimwili na mantiki yako. Unachokiongea ni kile Mungu amekuandalia. Utazungumza chochote, utazungumza kile Mungu anasema wewe ulivyo. Tazama nini anasema Warumi sura ya 4, wakati Abrahamu alitupa mfano wa kuishi hivi. Warumi sura ya 4. Tukianza mstari wa 13. Tazama anachosema. Mfano ambao baba yetu Abrahamu alitupa. Wanamwita baba wa imani yeye, kwa sababu matendo yake yalikuwa ya Agano Jipya, ingawa Agano Jipya halijafika. Mstari wa 13, ahadi ya kumfanya Abrahamu au mzao wake mrithi wa ulimwengu haikupewa kwa sheria, bali kwa haki ya nini hasa? Haki ya imani hiyo. Kama wale wa sheria ndio warithi, imani inakuwa bure, ahadi inafutiliwa mbali. Sheria huleta nini? Sheria haileti pumziko, haileti imani. Sheria haileti imani. Sheria inaleta hasira, wasiwasi, ghadhabu. Sheria ni hatari. Sheria inaleta kifo. Paulo alimuua Stefano kwa sheria. Sheria ni ya hila. Mkristo wa Agano Jipya aliye katika sheria ni hatari kukaa karibu naye. Anajaa uovu na anaweza kukuumiza. Kwa sababu sheria ndicho inaleta. Ingawa kabla ya Kristo alikuwa mtu mwema, anapokuja kwa Kristo akitumia sheria anajaa hasira. Hapo awali ulimwenguni hakuwahi kumkasirisha. Anageukia Kristo na anajaa hasira. Kwa nini? Ameweka sheria badala ya imani. Kuna watu ulimwenguni walikuwa wema na wanaoshughulikiwa. Walipokoka sasa ni wakubwa wa kutisha. Kuna familia ziliwaambia jamaa zao, sikia, ingekuwa bora ungeendelea kama ulivyokuwa hapo awali. Ulikuja na matatizo mengine lakini umekuwa mshitaki. Unapokuja unatufanya tujisikie vibaya. Unachokishika mdomoni ni upanga wa mashtaka. Sheria huleta hilo. Kama uko katika neema, wewe ni Mkristo, hauhoji bali unabariki na kuwaongoza wengine kwa Bwana.
Mstari wa 16 unasema hapa, basi ni kwa imani, ili iwe kwa neema, ili ahadi iwe imara kwa uzao wake wote, si kwa ule wa sheria tu, bali na kwa ule wa imani ya Abrahamu, ambaye ndiye baba yetu sote. Kama ilivyoandikwa, nimekufanya wewe uwe baba wa mataifa mengi. Mbele za Mungu ambaye alimwamini, yeye huwapa uhai wafu na kuyaita mambo yasiyokuwako kana kwamba yapo kabisa. Aliamini katika tumaini kinyume na tumaini, ili awe baba wa mataifa mengi, kulingana na kile alichoambiwa, ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Wala hakidhoofika katika imani alipokifikiria mwili wake ambao ulikuwa tayari kama maiti, akiwa na umri wa karibu miaka 100, au kutokuzaa kwa tumbo la uzazi la Sara. Wala hakusita kwa kutokuamini ahadi ya Mungu kabisa, bali alifadhilika katika imani, akimpa Mungu utukufu, akiwa ameshawishika ana uwezo wa kufanya alichoahidi. Imani yake ilimhesabiwa kuwa haki. Na anasema si kwake tu, na haikuandikwa tu kumhusu yeye, bali pia kwetu sisi ambao itasimuliwa. Yaani, kwa wale wanaoamini aliyemfufua Yesu Bwana wetu kutoka kwa wafu, aliyetolewa kwa ajili ya dhambi zetu na kufufushwa kwa ajili ya kutuhalalisha. Sasa zingatia, kuna jambo moja pale. Sura 19. Na hakudhoofika imani alipozingatia nini? Mchungaji, mtu akitazama mwili wake, imani yake hudhoofika. Ni wangapi wenye miili hapa? Sikiliza. Ukitazama mwili wako, imani hudhoofika na kila kitu kinaanguka. Na Abraham alipoona mwili wake, ahadi ilikuwa tofauti. Ahadi ilikuwa apate mtoto, lakini mwili ulimwambia kinyume. Unawezaje kupata mtoto ukiwa mzee? Lakini basi alichukua wito wa Mungu na kusema, subiri kidogo. Nikitazama mwili wangu, imani yangu inadhoofika, na nikitazama ahadi ya Mungu, ninatembea vizuri kabisa. Huo ndio tatizo la mwili wako. Unapotazama mwili wako, unasema tatizo langu ni hili lile. Sijawahi kushinda, sijawahi kufanikiwa. Na unapoutazama mwili wako, hapana, na kama ni mwili wako ukizungumzia mwili wa nyama. Lakini haizungumzii hilo, inazungumzia mwili wa dhambi unaokaa ndani yako. Sheria ya dhambi ambayo ingawa ulikuwa huru nayo, bado iko hapa. Nisikilize, adui yako si mwili wako. Mwili wako ni donge la nyama linalobeba uzito, ambalo unajua, ambalo litaoza. Haina chochote. Tatizo si mwili, tatizo ni damu. Damu iliyo katika mwili wako, sheria ya dhambi iliingia huko. Yaani, hiyo ndiyo kiini cha Ibilisi. Ibilisi alikuja na kuweka tamaa yake katika damu yako na kukuharibu. Una damu iliyoharibika. Hapo ndipo tatizo letu. Unapomwangalia Ibilisi, mwili wako, imani hudhoofika. Unapozingatia mwili wako, miradi yako yote inaweza kuanguka chini. Kwa hiyo kuna wito, sikiliza, wa kutazama uumbaji mpya ndani yako katika Kristo Yesu. Tupo wote hapa. Uumbaji mpya katika Kristo Yesu ulioko katika roho yako, kwamba wewe ni uumbaji mpya, tayari una maandalizi yote. Tayari una matendo yaliyoandaliwa. Yako yapi? Unayagundua unapotembea kwa imani. Kutembea kwa imani na si kuzingatia. Mwili wako hapa hautakusaidia. Kwa kweli, adui yako mbaya ni mwili wako. Huyo ndiye adui yetu. Mwili, kwa sababu ya sheria ya dhambi inayokaa bado katika nyama hiyo. Hapo katika Warumi sura ya 7, angalia Paulo anasema katika Warumi sura ya 7 mstari 18, na najua ndani yangu, yaani katika mwili wangu nini? Angalia, si mwili tatizo, ni kile kinachokaa ndani yake. Anasema najua ndani yangu, yaani katika mwili wangu hakuna wema. Angalia anachosema.
Kwa sababu kutaka kutenda mema kumo ndani yangu, lakini kutenda hakumo ndani yangu. Mwili haunisaidii, nataka kutenda mema, lakini nina mwili usionisaidia. Hakuna ushirikiano kutoka kwa mwili, hakuna msaada. Fikiria, unapochukua tiba, unapochukua msaada wa kisaikolojia, ni kumtia moyo mwili wako kutenda mema. Hiyo ni ya muda tu. Ukishajifunza kutenda mema kutoka roho yako, hilo ni la milele. Roho inakutunza katika wema, lakini mwili haushirikiani. Lakini baada ya kugundua hili, kwamba uumbaji mpya una matendo yaliyoandaliwa, pia unapaswa kugundua kwamba ukizingatia mwili wako hautakusaidia. Mwili wako uko kinyume na wewe. Lazima uamini kwamba matendo yote kwa ajili ya roho yako yameandaliwa. Huna haja ya kulipa bei, huna haja ya kuwekwa chumba kusali siku 24 kwa kufunga ili Mungu akufunulie wingu lake. Unapaswa kuamini Mungu alitayarisha matendo yake tangu zamani na kile kilicho chako hakuna anayeweza kukiondoa.